Tuko na Albab na kama unavyojua miaka 30 ya Bongo Flava ina watu muhimu na wadau mbalimbali ambao walichangia kwa namna moja au nyingine kupushi muziki huu. Kwanza Albab, hongera sana, lakini pia kwa ufanisi bora nataka kuzungumza na Watanzania. Nini kinakwenda kutokea kupatia sikukuu hii kubwa kwa upande wa Tanga? Kwanza kabla ya yote haikuwa rahisi kabisa kufanikiwa kulikamata tamasha hili kwa sababu tangia kabla watu hawajaingia kufanya pale Mlimani City nilianza kumsumbua Madi mapema sana. Nikamwambia nimeona hichi ni kitu kikubwa unakifanya, mimi kama promoter ambaye nimeandaa matamasha mengi, kwa hiyo natamani na mimi ili tamasha lisikose kuja kwenye mkoa wetu wa Tanga. Nikizingatia Tanga mimi nafanya matamasha mengi sana. Kwa hiyo nikaomba appointment na yeye, nikaja hata Mlimani City nilikuwepo. Kwa baada ya Mlimani City tukakaa kikao, nilipo mimi na yeye na FDQ tukaongea, wakaniambia subiri kwanza tunaandaa tour, tukapokuwa tuko sawa tutafanya kikao kingine. Kwa hiyo mimi niwaambia watu wa Tanga naipambania sana Tanga kwenye kuleta matamasha makubwa kama haya kwa sababu ni fursa kwa wafanyabiashara. Tanga imetoa watu kama kina Matonya na wengine wengi ambao wanafanya vizuri sana. Mimi nataka utupitishe katika historia huko, nakumbuka nini katika situation zote, kwa sababu jambo linakuja kufanyika kwa lazima patakuwa kuna yale mapito na maumivu na milima na mabonde ya kutosha kwa upande wako Albab. Ni kweli mapito ni mengi, yani tukizungumzia Bongo Flava mpaka sasa hivi, na mimi sikuanzia Bongo Flava ilivyokuwa inaanzia kuandaa matamasha, ilianzia miaka katikati. Sasa hivi na kama miaka 15 au 6 kwenye game la kuandaa matamasha ya wanamuziki wakubwa Tanzania. Kwa hiyo kadri miaka hiyo matatizo ni mengi yametokea. Nimeshafanya kazi na Matonya. Hata sasa hivi nilikuwa na Matonya tunakumbushana namna ambavyo tulizinguana kwenye matamasha, lakini mwisho wa siku sisi tulizinguana nini kikubwa Albab? No, sidhani kama ni sehemu sahihi ya kuiongelea hiyo kwa sababu sasa tupo kwenye kutengeneza, tupo kwenye kubomoa. Unasema kwamba wasanii walikuwa wamesaulika wapati show, sasa hivi naona imekuwa kama neema. Unalizungumzaje kwa upande huo? Of course ni kweli kabisa. Si kama walikuwa wamesahaulika ile kabisa kwa sababu kuna wengine walikuwa wanafanya chaka tu chaka, lakini Madi na timu yake nzima kufikiria swala kama hili, wamefikiria kitu kikubwa kwa sababu sasa hivi tena wasanii wanarudi, yani tena wanarudi vizuri zaidi ya mwanzo. Mpaka na mimi nimehamasika kuona kwamba hichi ni kitu kikubwa sana, lazima kifike mkoani Tanga. Kwa hiyo kimesaidia kwa kiasi kikubwa sana kurudisha game hili la wanamuziki wa zamani. Kufagilia sana Mr Blue Babylon Mr Blue na huyu legend wa show huyu katika miaka 30 kwanza ningesikitika huyu asingekuepo. Hao ndo waasisi wa show za Tanga, Dar es Salaam, Moshi, Tanzania. Wasafi kama Wasafi wanamjua huyu nani. Unakumbuka nini ukisikia Albab? Wewe na mengi mengine sio ya kuweka hapa. Machache tu mazuri tu. Mazuri ni kwamba mimi binafsi huyu familia, yani kipindi ambacho unaona kabisa watu wanakusahau kwenye mainstream, lakini yeye anakuthamini na anaweza kukupigia simu akamwambia mwanangu, mimi naamini watu bado unao, njoo Tanga. Ukasema bwana mwanangu mimi sijatoa ngoma, wewe njoo Tanga, mimi nakuandalia kitu ambacho utoamini. Na kweli unadondoka Tanga unafanywa show ambayo hadi machozi mwenyewe unadai bwana watu wote wamenifuata mimi au promo lako. Kwa hiyo anajua kuandaa show kiasi kwamba unaweza kuwa hata haupo kwenye chat lakini akakufanya ukaonekana una thamani hiyo. Sije kumsikia Mr Blue akitoa sifa kwa promoter, nadhani ndo mara yangu ya kwanza kusikia kwenye masikio yangu. Kiukweli sio sana kwa sababu wengi ambao wanafanya nao kazi ndo hatujuani vizuri, lakini huyu ni familia. Huyu ni familia na sio mimi tu. Familia watu wengi. Kina Diamond yao, kina Mbosso, wakina Duli, Wasafi wote Diamond alikuwa anamkabidhi huyu. Kabisa. Kumalizia Albab, unazungumzaje Mr Blue kama msanii mwenye busara na nidhamu ya kutosha? Moja kitu ambacho naongea Mr Blue ni biashara. Mimi tangu nimefanya kazi na Mr Blue sijawahi kufeli show hata moja. Show zote tunafanikiwa. Nimefanya naye mikoa mingi Tanzania tumezunguka. Hiyo alikuwa anakuambia naficha mambo mengi yametokea huko Mererani wapi, ni mambo ya kuchekesha na mambo ya kufurahisha sana. Kwa hiyo mimi ni familia. Mwingine tuwezi kuweka hapa live. Miaka 30 ya Bongo Flava ndio kitu ambacho kinafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii, show kubwa kabisa burudani ambayo inaenzi na kutambua mchango wa wachonga barabara. Tuko hapa na FDQ, yuko hapa Albab, pale tuko na Madi. Hongereni sana. Bana, shukran sana. Miaka 30 kama kawaida, kama ambavyo unajua, wiki hii tunaelekea Dodoma, lakini tukiwa njiani katika kufanya mipango tunakutana na Albab. Albab anafahamika kama ni mmoja kati ya mapromota wakubwa hususan Tanga kwa watani wetu sisi Wasukuma. Madi, Tanga inakuwaje kule? Tunafanya
Kwanza wakati unaelezea kuhusu Tanga unamwelekeza Albabu, tayari nimeshaiona Tanga. Na kama ujuavyo Tanga mimi ni nyumbani kwetu. Yaani ingekuwa dhambi, ingekuwa kosa kubwa sana nimewatendea Wadigo, Wasambaa, Wazigua kuto kwenda kule. Yaani kuto kwenda kule. Kwa hiyo nimefarijika baada ya kumwona Albabu amependa ili wazo, na yeye amesema anataka kuchukua majukumu ya kupeleka miaka 30 pale Tanga, lakini sisi tukamuuliza swali moja tu. Je, unaweza vile tunafanya? Albabu akajibu anaweza. Kwa hiyo watu wa Tanga wakae tayari tuko na Albabu, mshajua nini kinataka kutokea. Bana Albabu, promoter mkubwa kabisa, jambo hili hapa mikononi mwako. Swali ni unaweza? Anasema umejibu unaweza. Tuambie Tanzania ambao hili ni jambo lao kubwa kabisa la miaka 30 ya Bongo Flava. Kwa 100% naweza, na ningekuwa mnyonge sana kuona tamasha hili kubwa la kihistoria halijapita katika mkoa wetu wa Tanga. Mimi nimekuwa ni kijana ambaye napambania sana Tanga yetu na swala zima la burudani. Kwa nimetoka Tanga nikasema hapa nitahakikisha mabwana na wawinda mpaka nawapate. Nataka niseme na kama mwezi mzima na wawinda mabwana. Leo yes, mwezi mzima na hoteli kulipa na kila kitu, nikahakikisha kwamba lazima tukonfirm ili swala liende Tanga. Kwa hiyo nathibitisha wana Tanga, nashukuru ndugu yangu Madi pamoja na FeedQ tumelikonfirm ili swala. Mwezi wa 9 tarehe 26 tutakuwa Tanga. Na itakuwa ni nzuri sana kwa sababu pia tutakuwa na Tanga Marathon. Yaani tarehe kashapanga. Hiyo tarehe ni special. Lini tena unasema? Tarehe 26 mwezi wa 9. Okay. Itakuwa special kwa sababu pia naandaa Tanga Marathon. Kwa Tanga Marathon tarehe 27. Sasa nikasema umati wa Tanga utakokuwepo lazima miaka 30 tukasherekee pale. Kwa hiyo mimi mwenyewe nitakimbia Tanga Marathon. Mimi mwenyewe nitakimbia kilomita kuanzia 10 na kuendelea. Fidi, sina lolote la kudanganya kuhusu hilo kama ambavyo amedanganya huyu, lakini 30 ya Bongo Flava inakuja Tanga. Albabu kapambana Tanga. Albabu kapambania kombe. pamoja sana.